Matokeo ya kidato cha sita na ualimu yametoka rasmi, lakini kabla hujaenda kutazama matokeo yako, kila mwaka maelfu ya watu wamekuwa wakifanya kosa moja kubwa, na mwaka huu tutaenda kuangalia chanzo, na pia nitakuelekeza hatua kwa hatua jinsi ya kutazama matokeo yako kupitia simu yako tu. Na mwisho wa video hii nitaelezea mada iliyotrend sana mtandaoni. Je, wanafunzi waliofanya vibaya chanzo ni ChatGPT? Na je, NECTA wamewezaje kufahamu kwamba udanganyifu uliofanyika umetumiwa na AI? Okay, hakikisha umesubscribe na umelike hii video ili wafikie watu wengi kwa niaba ya kuyafahamu. Okay, twende tukaone takwimu fupi ya waliofeli na waliofaulu. Twende moja kwa moja. Niongelee kuhusu matokeo. Kuhusu matokeo kwa mtihani wa kidato cha sita, takwimu zinaonyesha kuwa ufaulu kwa watahiniwa wa shule ni 99.92. Hivyo ubora wa ufaulu kwa mtihani wa kidato cha sita umeendelea kuwa zaidi ya 99 kwa miaka minne mfululizo. Idadi ya watahiniwa waliopata daraja la kwanza mwaka 26 ni 67,696 sawa na 54.1% ya watahiniwa wote, ikiwa ni ongezeko la 5.52 ikilinganishwa na mwaka 25. Kuhusu ufaulu kwa tahasusi, takwimu zinaonyesha kuwa waliofaulu kwa kupata division 1 na 2 kwa tahasusi za lugha, sayansi jamii, biashara na uchumi ni zaidi ya 95%. Kwa tahasusi za sayansi asilia, idadi ya division 1 na 2 ni 77.68. Kuhusu ufaulu wa shule katika makundi ya umahiri, kati ya shule zote 1064 zenye matokeo ya mtihani wa kidato cha sita mwaka 2026, jumla ya shule 757 sawa na 71.15 zimepata wastani wa daraja C, yaani alama kati ya 60 mpaka 69. Sasa niongelee matokeo ya mtihani wa ualimu. Kwa mtihani wa ualimu ngazi ya stashahada ya ualimu wa sekondari, ambao ni mtihani wa marudio uliofanyika kwa kutumia mtaala wa zamani, jumla ya watahiniwa 1408 sawa na 92.45 wamefaulu. Takwimu zinaonyesha kuwa jumla ya wanafunzi 9852 sawa na 96.29 wamefaulu katika stashahada ya ualimu elimu msingi. Kuhusu ubora wa ufaulu kwa mtihani wa ualimu, katika stashahada zote tatu za mtaala ulioboreshwa, waliopata daraja la juu kabisa la ufaulu, yani distinction, lenye GPA ya 4.4 mpaka 5.0 ni watahiniwa 56 sawa na 0.54 kwa stashahada ya ualimu elimu msingi, watahiniwa 118 sawa na 8.77 kwa stashahada ya ualimu elimu ya awali, na watahiniwa 29 sawa na 3.97 kwa stashahada ya ualimu elimu maalum. Baraza limefuta matokeo ya watahiniwa 58 wakiwemo 44 wa mtihani wa kidato cha sita na 14 wa mtihani wa ualimu ambao walibainika kufanya udanganyifu. Hatua ya kwanza ni kufuta matokeo kwa mujibu wa vifungu vya sheria na kanuni ambavyo nimevitaja, lakini tunaendelea kutoa elimu. Serikali inawekeza, wazazi wanawekeza, wadau wanawekeza, na msingi wa maendeleo ni elimu. Hatupendi tuone mwanafunzi amespendi miaka miwili katika mafunzo kisha anaishia kufanya udanganyifu. Baraza litaendelea kuwa na udhibiti mkali katika kuchukua hatua na kudhibiti usalama wa mitihani ya taifa. Aidha, kuhusu aina gani ya udanganyifu, wapo walioshiriki kwa kuingia na notes kinyume na utaratibu, lakini wapo waliosaidiana ndani ya chumba cha mtihani, na wapo waliokamatwa na simu wakitumia ChatGPT kutafuta majibu kwenye mtandao. Nitoe wito tu kwa wadau wote kuendelea kutoa elimu, kwa sababu swala la udanganyifu halikubaliki katika mtihani. Kuona matokeo yako, unaingia kwenye Google Chrome. Ukishaingia kwenye Google Chrome kama hii hapa, utasearch hapa NECTA. Ukishaandika NECTA itakuja kwenye page yao kama hii hapa inavyoonekana. Kwa utabonyeza NECTA, alafu pia itakuja watakwambia unataka matokeo ya mwaka gani. Kwa kama ni 2026 utaingia 2026 utaiangalia. Pia kama imekuwa ni ngumu kuyaona matokeo yako, inawezekana mtandao umelemewa, kwa sababu sasa hivi matokeo yanatafutwa na watu wengi. Kwa hiyo unaweza ukaingia, baadaye kikugomea unaweza ukaacha, alafu ukasubiria tena, baada ya muda pia ukarudi ukaangalia matokeo yako. Kwa hiyo isiwe ni shida, kwa sababu mtandao sasa hivi uko busy, kwa sababu una watumiaji ni wengi sana. Kwa hiyo utaingia moja kwa moja. Ukishaingia, alafu utaangalia mkoa uliopo, utaangalia mkoa unaotokea wewe, alafu pia utaangalia namba zako ambazo umefaulu nazo. Hapa itakuwa ni njia rahisi ya kuangalia matokeo yako kiurahisi zaidi.
Kwa hiyo itumie hii njia kwa niaba ya kupata matokeo yako, uangalia. Alafu uje kwenye DM yangu niambie wewe umepata division ya ngapi, ili tufurahi kwa pamoja. Na kama ulifeli usijali, sio mwisho wa maisha. Maisha mengine yanazidi kuendelea. Unaweza ukafanya hata msimu unaofuata. Okay, twende kwenye mjadala ambao umeleta taharuki mtandaoni. Kwa kifupi, AI sio mbadala wako, yule ni kama mshauri tu. Kwa hiyo usimtegemee kwa kila kitu, utapoteza uwezo wako, mwisho wa siku utabweteka. Watu wengi sasa hivi wamekuwa wakifeli kwa sababu ya nini? Ya kuwa tegemezi kupitia hii artificial intelligence. Kuna wakati inabidi ukae chini ufikirie wewe mwenyewe bila kutumia simu yako. Ni kweli hii teknolojia imekuja kurahisisha vitu, lakini kama utaitumia vizuri utapata manufaa mazuri, lakini ukiitumia kwenye udanganyifu, rafiki yangu, utafeli sana. Lakini pia niwape hongera waliofaulu, na wale ambao waliofeli usikate tamaa. Maisha hayajaishia hapo, unaweza ukarudia tena, mwisho wa siku mambo yako yakaenda vizuri kabisa. Kama video hii imekuongezea kitu, niambie hapo kwenye comment ni kitu gani umejifunza na ni njia gani ambayo umeona ni rahisi ya wewe. Kama kuna kitu umejifunza, niambie hapo kwenye comment, na pia matokeo yako unaweza ukaja kwenye DM yangu ukaniambia. Okay, kama bado hujasubscribe, subscribe ili uungane na familia hii ya kiteknolojia. Okay, till next time. Bye.